kuja halmashauri. Hujakaa vizuri zimamoto. Hujakaa vizuri TRA. Hujakaa vizuri sijui nani. Siku hizi naambiwa mpaka na kwenye saruni BASATA sijui nani. Sasa angalau hili la kusema kwamba mnapunguza utitiri wa regulatory authorities na organs, kwa kweli litakuwa ni jambo zuri na litaweka mazingira mazuri na rafiki kwa wafanya biashara. Lingine ambao tumeliona ni habari ya kupima, kupanga na kumilikisha ardhi kwa Tanzania. Mimi ni mjumbe wa kamati ya bunge ya kudumu ya ardhi, maliasili na utalii, ndugu mwenyekiti, na mpango ulipokuja kwenye kamati yetu tulijadili na tulipokea kwa furaha kubwa sana. Moja ya changamoto ambayo tumekuwa nayo kama taifa na hususan young democracies, nchi nyingi zinazoendelea, ni kwamba kila siku itokayo kwa Mungu tunajenga. Yaani mimi tangu tumeingia kwenye bunge hili, mimi nimeingia bungeni hapo mwaka 2012 mpaka leo hii, unakuta mbunge anaongelea shule ya msingi, anaongelea matundu ya vyoo, anaongelea zahanati, anaongelea lakini unakuta kwamba sababu kubwa tu ni kwamba hatujapanga maeneo yetu. Leo anaibuka mwananchi kutoka kwenye kijiji anachoishi, anaenda shambani kwake huko, anaanzisha kanyumba hapo kamoja, anahamia huko, mwingine naye kwenye kashamba kake, baada ya wiki moja au mwezi mmoja wameenda kwa diwani, wameenda kwa mbunge, wanataka shule shikizi. Unajenga madarasa mawili hapo. Baada ya mwaka mmoja wamekuja wanataka shule ya msingi. Mnahangaika na waziri huku na TAMISEMI na nimejenga shule ya msingi. Ambiaka vizuri mwingine kasogea kule, tunataka zahanati. Kila siku tunajenga zahanati, kila siku tutakuwa tunajenga madarasa ya shule, kila siku tutakuwa tunajenga vyoo, kila siku vituo vya afya. Kwa hatuwezi kugraduate kwa namna hiyo. Lazima nchi ipangwe hivyo, mwenyekiti. Lazima kuna maeneo ambayo yanajulikana ni maeneo, ni mashamba yabaki kama hivyo. Sio mtu anajamulia tu, anaenda kwenye shamba lake lililoko kule kijiji gani, na baada anahamia kule, kesho kutwa tunataka barabara, tunataka maji, tunataka umeme, tunataka shule, tunataka zahanati. Hivi nchi when are we going to finish? Tutamaliza lini sasa? Tutamaliza lini? Kwa hiyo mpango huu wa kupanga, kupima na kurasimisha maeneo yetu na kupanga maeneo kulingana na matumizi, mimi nafikiri ni mpango ambao unapaswa kuungwa mkono na waheshimiwa wabunge wote na upewe kipaumbele, kwa sababu unaweza kutuvusha bila kujua, kwa sababu madhara yake tunapoacha mambo yanakwenda holela, tunajua kwamba serikali inatumia fedha nyingi na kila siku inajifurudia jambo lile. Lingine, ndugu mwenyekiti, ni habari ya miradi ya kusisimua uchumi. Ni lazima miradi yetu tuhakikishe kwamba inafungamanishwa, kwamba sekta moja lazima iwe na spill off effect kwa sekta nyingine. Leo kwa mfano tunazungumza hapa, kuna uwanja wa ndege wa Kia pale unafanywa marekebisho. Tuna uwanja wa ndege umejengwa Chato kule, hatuutumii kama inavyotakiwa. Uwanja wa ndege wa Mwanza uko unapigwa kelele na waheshimiwa wabunge hapa, na mimi naujua, nimeutumia nikiwa DC Mwanza pale. Unatakiwa kamilika ufanye kazi vizuri. Hatujamaliza hapo, leo tunataka uwanja mwingine, tuna uwanja wa ndege Msalato hapa tunajenga. Hatujakamilisha leo, tunataka tuanze uwanja mwingine wa ndege kule Serengeti. Are we thinking right? Kiuhalisia kweli? Alafu yale maboresho tuliyofanya pale Kia ya runway na nini na VIP, yale maboresho ambayo tumefanya uwanja wa ndege wa Arusha, alafu matokeo yake mkienda kujenga uwanja wa ndege Serengeti pale, mnataka mtalii ashuke pale alafu aondokee hapo. And then huo uchumi ambao unasisimua watu kutoka Kilimanjaro kwenda Arusha, kwenda Karatu, kwenda Makuyuni, kwenda Mtwambu, kwenda wapi mpaka wavuka. Taarifa. Alafu iweje? Mheshimiwa Nassari, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Tutaenda kumpa tu taarifa Mheshimiwa Nassari. Kwanza, kuendeleza miundombinu ya kimkakati ni mpango madhubuti ambao unapendwa kuungwa mkono ili kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa kiuchumi na kuweza kufikia malengo ya dira 2050 ambayo tumejiwekea. Lakini pili, naona akifanya sana reference na uwanja wa ndege wa Serengeti. Nimpe taarifa tu kwamba kwa tafiti ambazo zimefanywa, uwanja wa ndege wa Serengeti kwa kutumia tu zile airstrip za sasa hivi za mgumu una miruko mingi sana kuliko hata viwanja ambavyo vimekamilika, na kwamba ukijenga uwanja wa kimataifa wa Serengeti unaenda kuleta fedha nyingi ambazo zitatumika kuendeleza miundombinu mingine Tanzania. Asante Mheshimiwa Nassari, unaipokea taarifa hiyo kutoka kwa Mwenyekiti? Nashukuru na mheshimu sana Mheshimiwa Esther Matiko, na mimi sio mbobevu kata taarifa za watu, nitaiboresha tu. Napenda nimwambie Mheshimiwa Esther Matiko, nimjulishe tu kwamba wakati wanataka uwanja wa ndege pale Serengeti akae kijua hapo Serengeti kwenye wilaya hiyo moja. Ayo afahamu tu, mimi nimekuwa mkuu wa wilaya kule. Kuna uwanja Kogatende, kuna uwanja Seronera, kuna uwanja Robo, kuna uwanja Kusini, kuna uwanja Kilauhila, kuna uwanja zote, viwanja vya ndege viko kwenye wilaya hii moja. Ni airstrip ambazo zinasema taarifa.
mkisema kwamba mwenyekiti, taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Mwenyekiti, taarifa. Taarifa mwenyekiti, taarifa. Itakuwa taarifa ya mwisho hiyo. Mheshimiwa, ngoja Mheshimiwa Itara atutoe taarifa kwa mimi hata hivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa mheshimiwa. Umefanya vizuri, mimi ndo senior hapa. Mheshimiwa Itara. Mwenyekiti. Mheshimiwa Itara aliyepewa kutoa taarifa ni Mgore kule mama wa Serengeti. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Nassari, viwanja anavyoviongelea vya Serengeti ni airstrips, sio viwanja vya ndege. Pili, uwanja wa ndege wa Serengeti ni uwanja ambao tumeinadi ilani yake ya 25-30. Kwa hiyo au intervene na viwanja vya Arusha wala vya Kilimanjaro, na ndio maana kiwanja cha Kilimanjaro kinapokea watalii wengi na manufaa yake yanazunguka Tanzania nzima. The same kwa uwanja wa Serengeti. Asante Mheshimiwa Nassari, unapokea taarifa hiyo. Nimesema kwamba sio ni yangu kulumbana na waheshimiwa wabunge, lakini ambao tukifanya kitu huko ndani tumfanye kila mradi kimkakati. Kwa mfano nikuulizie tu. Naomba uendelee na mchango wako. Ndio naendelea mwenyekiti na mchango wangu. Umepokea taarifa lakini? Sipokee mwenyekiti. Haya, endelea na mchango. Naendelea vizuri sana. Nachokisema ni kwamba ni ukweli zile ni airstrips. Na tunachotaka kujenga bali ni uwanja wa kimataifa. So I understand, mimi ni mtu kwenye sekta inaelewa vizuri sana. Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa. Kwamba lazima kila kitu tunachokitangaza. Mwenyekiti, taarifa. Taarifa mheshimiwa. Kwa mfano, mheshimiwa watu elewa. Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Nassari, hebu subiri. Mheshimiwa, kwenye swala la uwanja wa ndege wa Serengeti sipokee taarifa zaidi. Naomba uendelee na mchango wako, achana na hiyo hoja. Mwenyekiti, naendelea. Ningewashauri watu mkoa wa Mara kweli kama wanataka kusisimua sekta ya utalii kwenye eneo lao. Huko mpango ambao umeletwa na serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii. Na ndio maana serikali kaenda kalipa watu mabilioni ya fedha, over 50 billions pale ya Twali. Lengo lilikuwa ni kuunganisha mbuga ya Serengeti na Ziwa Victoria ambao tayari serikali imelipa mafedha ya kutosha. Na baada ya hapo ilikuwa ni lengo ni kuifungua ile korido kule, tuvutie wawekezaji, wajenge mahoteli ziwani, mtu ajisikie yuko ndani ya hifadhi ya Serengeti lakini yuko ndani ya ziwa. Sasa matokeo yake tumelipa bilioni 50 pale, tumeacha mgogoro pale baada ya kutetea wananchi wao malizo kulipa wale warodai fidia wachache pale ili serikali iingize kuwekeza pale uchumi uweze kusisimuka ule kwenye sekta ya utalii. Wanakimbilia kwenye airport. Nataka niwaambie ni ukweli. Naweza mkajenga airport pale lakini nataka niulize swali leo hii. Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa. Hivi kuna mahoteli mangapi ya kuhost wageni? Mwenyekiti, taarifa. Naomba niendelee. Lingine, point yangu ni moja tu. Mheshimiwa, sekta yetu ya utalii tukiwekea mkazo tukaendelea kimkakati kistrategia, watu wa mkoa wa Mara watanufaika, watu wa kaskazini watanufaika, watu wa Mwanza ambao uwanja wa ndege unaweza kutumika kama wa kimataifa wala kupokelea ukanufaika. Na lengo lilikuwa ni kwamba mtalii akitoka Serengeti, mwenyekiti natoa elimu kwa niache. Mtalii akitoka Serengeti muongezee siku za kukaa kule ndani. Akitoka pale aingie pale Nyatala afanye beach tourism. Mwenyekiti, taarifa. Akitoka hapo Mheshimiwa Nassari, mwenyekiti, taarifa. Mpaka Burigi Chato. Akitoka Burigi Chato atembea kwenye hifadhi ile mwenyekiti, taarifa. arukie kwenye uwanja wa Chato hapo kuondoka naenda Zanzibar kwenda wapi? Mheshimiwa Nassari, naomba utulie. Namba moja, muda wako umeisha. Kwa hiyo naomba ukae chini. Unga mkono hoja na ukae chini. Pili, mtoa taarifa, muda wa mchangiaji umeisha. Anzia jambo moja la mwisho mwenyekiti ile kae. Kwa sababu naona nimeingiliwa sana. Dakika moja tumalizia. Mchango una maana dakika moja. La mwisho kuna jambo lilizungumzwa hapa ndani la masuala ya stika za TRA na kampuni inaitwa Sispa. Na watu wakawa nasema kwamba inabidi waondoke, wafanye nini, waachiwe watu wengine, tuanze kutangaza upya, tufanye nini? Mwenyekiti wazungu anakuambia hivi, don't fix it if it's not broken. Ukiangalia fees ambazo zinachajiwa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Nassari, muda wako umekwisha. Unarudi kule. Muda wako umekwisha. Don't fix it if it's not broken. Tukae na wale watu chini, tuzungumze nao kwenye makubaliano na mkataba, wajenge kiwanda ndani ya nchi. Taarifa mwenyekiti. Tutoe ajira kwa watu wetu. Taarifa mwenyekiti. Muda wako umeisha, naomba ukae chini. Tukiamua tu kwamba Asante, tunaendelea. Nilimuita Mheshimiwa Zakaria Paulo Aisai, Mheshimiwa Boniface Getere atafuata, Mheshimiwa Ali Haidari Madeweya ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, chukue nafasi hii kwanza kwa namna ya pekee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu